Wananchi wengi wanaendelea kukamatwa na kubambikizwa kesi za ugaidi na uhaini na kusota mahabusu mahabusu ya vituo vya polisi na magereza kwa muda mrefu. Mfano, hivi karibuni tukio la mwanachama wa CCM kutoka wilaya ya Kwimba Mwanza, ndugu David Levy Nestori Nkindikwa maarufu kijana mzalendo, aliyepinga uteuzi wa Samia Hassan kugombea urais ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa msajili wa vyama vya siasa, alitekwa na alikaa kwenye gari zaidi ya siku 3 bila maji wala chakula, na baadaye alitelekezwa katika vituo vya polisi vya Oyster Bay, Dar es Salaam na Kibaha mkoa wa Pwani kwa zaidi ya siku 45. Sasa anasota mahabusu bila kupata haki yake ya dhamana, bila kupata huduma, bila kupata msaada wa kisheria na bila hata kufikishwa mahakamani, huku makosa yake yakiwa hayajaelezwa bayana. Huku makosa yake yakiwa hayajawekwa bayana hadi leo. Hata taarifa zake ziliporipotiwa tarehe 25 Juni 2026 kwamba ametekwa na kupotea, bado jeshi la polisi halikuweza kusema chochote. Lakini baadaye imekuja kubainika kwamba huyu David Levy Nestori Nkindikwa anashikiliwa na yuko kituo cha polisi cha Oyster Bay na anahamishwa mara anapelekwa Kibaha kwenye kituo cha polisi, na hali ndio iko hivyo. Kwa hiyo mnaweza mkaona mambo ambavyo yanavyoenda na yanavyofanyika kwa ukatili mkubwa na kwa manyanyaso makubwa. Lakini hatujasahau tukio la mchungaji Dr. Godfrey Marisa ambaye naye alipinga uteuzi wa Samia kuwa mgombea kupitia CCM katika mahakama kuu ya Tanzania na baadaye mahakama ya rufaa, ambayo hii nimekuwa nikirudia mara kwa mara. Lakini ilipofika Mei, naye alipokuwa amekamatwa na kushikiliwa kwa muda mrefu zaidi ya miezi 6, lakini baadaye sasa mahakama ilipofika Mei 2026 ilimwachilia huru na kufuta mashtaka yake na kwamba hakuwa na hatia. Kwa hiyo naye alikamatwa tu ili kwa sababu ya chuki zile za kumshtaki Samia mahakamani na mahakama kuu na baadaye mahakama ya rufaa, basi unakamatwa, unawekwa kwa sababu yeye ni mtawala na anayo mamlaka ya kufanya hivyo, anafanya hivyo. Lakini hatujasahau habari za kina Barozi Humphrey Polepole, na tutaendelea kuzisema kwa sababu hawajapatikana hadi leo. Mdude Nyangali, Deus Soka, Dionisi Kipanya na wengine wengi hawajulikani walipo hadi sasa. Tume ya Jaji Chande iliainisha ripoti ilionyesha kwamba katika kipindi cha miaka 3 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, watu waliokuwa wamekamatwa na kushikiliwa, watu waliokuwa wamepotea walikuwa ni 758, na kati yao 245 hawajulikani waliko hadi sasa. Na katika 245 sina mashaka kwamba majina hayo ya kina Humphrey Polepole yamo, kina Soka kama nilivyoyataja hapa, kina Dionisi Kipanya, wote akina Mdude Nyangali, wote wamo humo katika idadi ya watu 245.